Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tunafahamu habari ya moto ambayo inaendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii ni habari ya mrembo Rita, namna ambavyo ameendelea kumwanika msanii Diamond Platnumz pamoja na ndugu zake kwamba wanamtafuta, wanamsumbua ili mradi aweze kurudiana na msanii Diamond Platnumz. Na mtu wa pekee ambaye ameweza kunyooshewa kidole na Rita ni kaka wa Diamond Platnumz, Ricardo Momo. Amekuwa ni kaka ambaye anamsumbua sana Rita na anaonesha wazi kwamba anatamani Rita pamoja na Diamond waweze kuwa pamoja. Tumeweza kuisikiliza ile voice mwanzo mwisho na nilikuletea hapa katika media yako pendwa ya Bongo Choice ili mradi uweze kusikia ni kitu gani ambacho Rita aliweza kuzungumza na huyo ndugu wa msanii Diamond Platnumz. Na unaweza kuona Zuchu alipondwa sana. Yaani kaka wa Diamond alimponda sana Zuchu kwamba ni mwanamke fulani hivi ambaye yupo tu na Diamond lakini hakuna chochote kinachoendelea, lakini pia akakana kwamba Diamond hajawahi kufunga ndoa. Mambo yalikuwa ni mengi sana, tuliweza kusikiliza ile voice mwanzo mwisho. Lakini siku ya leo kaka wa Diamond, Ricardo Momo, ameamua kuzungumza, kueleza hili swala limeanzia wapi, linaishia wapi na linaelekea wapi. Ukiangalia mitandaoni huko kumechefuka. Story ni Rita pamoja na Diamond. Story ni Rita pamoja na Zuchu. Ukiangalia haya mambo yanaendelea sana, lakini bado Zuchu hajaamua kuzungumza. Bado Zuchu hajataka kusema neno lolote. Na sio kwamba Zuchu hapitii maumivu, anapitia maumivu makali, lakini hana la kusema. Atasema nini? Tayari voices zimevuja kama vile inaonesha wazi kwamba shemeji yake alikuwa anampondea kwa mchepuko wa mwanaume wake. Inaumiza sana ukiweza kubeba uhalisia, lakini pia ukishika nafasi ya Zuchu unaweza ukanielewa zaidi kitu ambacho Zuchu kwa sasa hivi anakipitia. Kaka wa Diamond, Ricardo Momo, ameamua kuzungumza kwa mara ya kwanza baada ya ile voice kuvuja, baada ya ile voice Rita kuweza kuianika mitandaoni, ikaonesha wazi kwamba yeye ni mtu wa hovyo, ni mtu ambaye ameweza kumpondea shemeji yake ambaye amefunga ndoa kabisa na mdogo wake. Jambo kama hilo limetia aibu sana katika familia ya msanii Diamond Platnumz. Ricardo Momo ameamua kuzungumza kwa mara ya kwanza, kueleza wazi hili swala linaendaje, lakini pia ni kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu bado hatuelewi kitu gani kinachoendelea. Inakuwaje Diamond ameoa alafu bado anaendelea kutuma watu waendelee kumsumbua mchepuko wake ili mradi warudiane. Ni kawaida ya wanaume, mwanaume hawezi kutosheka na mwanamke mmoja, lakini Diamond dini inaruhusu. Kwa nini asiamue kufunga ndoa kabisa ili mradi tu amweke ndani? Mambo kama hayo tunashindwa kuyaelewa. Ricardo Momo ameamua kufunguka na kuzungumza kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea mitandaoni. Kwanza kabisa Ricardo Momo ameweza kudai mambo ambayo yanaendelea mitandaoni kuhusiana na mchepuko wa Diamond huyu Rita bana, watu waendelee kuyachukulia kama yalivyo, lakini ukweli ni kwamba familia nzima tunaelewa kitu gani ambacho kinaendelea, lakini hatutaki kuweza kuanika mitandaoni kwa sababu huenda ikawa sio story nzuri sana kwa upande mwingine. Na baada ya kusema hivyo akawa anamaanisha kwamba kwa upande mwingine inaweza ikawa story ya kumuumiza mtu, lakini pia kwa upande mwingine inaweza ikawa ni story ya kumfurahisha mtu. Hapo amemaanisha nini? Amemaanisha kwamba huenda akazungumza kitu kikamuumiza Zuchu, lakini pia huenda akazungumza kitu hicho kikamuumiza mrembo Rita, kwa sababu Ricardo Momo ni mtu wa karibu sana na Diamond, ni kaka yake. Ni watu ambao wanashare mawazo mengi sana, ni watu ambao wanashirikiana katika vitu vingi sana, ni watu ambao wanashauriana katika mambo mbalimbali. Sasa huenda Ricardo Momo kuna mambo mengi sana ambayo Diamond aliwahi kumwambia kuhusiana na Rita, lakini pia Diamond huyo aliwahi kumwambia kuhusiana na Zuchu, kwa sababu ukiangalia hata katika swala zima la ndoa Diamond aliamua kumuoa Zuchu kwa siri, lakini kabla ya kumuoa aliwahi kumwambia Zuchu kwamba hichi kitu ambacho unakilazimisha kwa Diamond huenda baadaye ukaja kupata madhara. Ricardo Momo anakuambia maneno yake ambayo aliweza kuyazungumza ni kama vile sasa hivi Zuchu atakuwa anayakumbuka. Zuchu atakuwa anamkumbuka Ricardo Momo kitu ambacho alimwambia. Ricardo Momo anadai kwamba kuna siku alikaa chini na Zuchu baada tu ya Zuchu kumlazimisha sana Diamond aweze kufunga naye ndoa. Alikaa chini na Zuchu na kumshauri kwamba hii ndoa unatakiwa kusubiri kuangalia. Diamond mwenyewe
mwenyewe akiamua kwamba sawa, sasa hivi Zuchu, naomba twende tukafunge ndoa, basi mwende mkafunge ndoa. Lakini hichi kitu ambacho kila Diamond akipita hivi naomba unioe, akipita hivi naomba unioe, akija chumbani naomba nioe, wimbo umekuwa huo, itakuja kukukosti baadaye. Anaweza akakuoa kwa matakwa yako, lakini sio matakwa yake. Huenda amekuoa tu ili mradi akuridhishe, lakini kumbe moyoni mwake bado hajataka kuoa, bado hajaweka ile nia, kwa sababu Ricardo Momo anakuambia ndoa ni ibada. Sasa kitu ambacho anakuambia aliwahi kukizungumza na Zuchu, huenda sasa hivi anaona matokeo yake, kwamba haya mambo ambayo yanamtokea aliyataka mwenyewe. Unaambiwa ndoa ya Diamond na Zuchu, Zuchu ndiye ambaye alilazimisha hiyo ndoa iweze kutokea, mpaka hivi wakafunga kwa siri. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Share maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.